Karibuni. Haya ni maelezo ya shirika la Heinrich Böll Foundation, HBF, kuhusu kulinda watu wote wanaoshirikiana na kampuni yetu dhidi ya dhulma za kingono na unyanyasaji wa jinsia tunayoiita Policy on Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment au SEA. Sera hii inatusaidia kuzuia na kukabiliana na mambo haya, haswa pale ambapo kuna mfanyikazi ana cheo zaidi kuliko mwingine, kama bosi na mfanyikazi. Inafuata viwango vya kimataifa vya ulinzi ili tuhakikishe kila mtu ako salama, anaheshimiwa na anastahili utu, haswa wale walio katika hali ngumu. Ingawa sera hii ipo, dhamira yetu inaendelea kujikita katika haki ya kijamii, haki za kibinadamu na demokrasia ya kijinsia. Sera hii inawahusu watu wote wanaofanya kazi na HBF kama wataalam, wanabodi, wafanyikazi wa kujitolea, washauri, wakandarasi na hata washirika na wasambazaji. Kanuni kuu ya hii sheria ni hatukubali kabisa dhulma za kingono na unyanyasaji wa kijinsia. Tunaangalia usalama wa mwathirika kwanza na anachohitaji. Tunashughulikia ripoti kwa siri kabisa. Tunalinda kanuni zetu katika kila kitu tunachofanya. Kila mtu na shirika wanawajibika kwa vitendo vyao. Sasa, hebu tuangalie mfano wa jinsi ya kuripoti kama mfanyikazi wa HBF anapokumbana na dhulma za kingono ndani ya ofisi. Ofisini, tunamwona Awiti amekuwa akipokea maneno yasiyofaa kutoka kwa mkubwa wake Mensa. Habari asubuhi. Awiti my dear. Hilo rinda limekutoa vizuri sana leo. Ama umenivalia mimi? Hii ni dhulma ya kingono. Awiti hapaswi kujaribu kuchunguza peke yake. Badala yake, anaweza kuripoti kibinafsi kwa maandishi au kuongea na mteuliwa husika na kesi za Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment Policy. Ripoti inaweza kwenda kwa timu ya usimamizi wa kesi, na kama haiwezi kutatuliwa, inasongeshwa mbele kwa mratibu wa SEA katika ofisi kuu. Ripoti zote za unyanyasaji wa kijinsia zinashughulikiwa kwa usiri mkubwa, na hakuna mtu anaruhusiwa kutishia mwathirika. Kama makosa yamethibitishwa, hatua za kinidhamu zitachukuliwa na kuendelezwa hata kwa polisi, au mamlaka za serikali za nchini zinaweza kuhusishwa. Awiti anapata usaidizi na mazingira ya ofisi yarejea kuwa salama. Sasa hebu tuone mfano mwingine. Kesi kati ya mfanyikazi wa HBF na mfanyikazi wa shirika shirikishi kutoka Green Horizons Initiative. Amani, mfanyikazi wa HBF, anamshawishi Juma, mwakilishi wa Green Horizons Initiative, kufanya mapenzi naye ili ampe usaidizi wa haraka na kumsahihishia mkataba wa mradi wake na HBF. Amani anasema, Juma, mbona usiku usije chumbani kwangu tule chakula cha jioni pamoja? Kisha tuongee kwa upana huu mradi wako na tusaini huu mkataba kwa kabisa. Huu ni unyanyasaji wa kijinsia, kutoa faida ya mradi ili apate ngono. Kwa mfano huu, hii ripoti inaweza kutoka kwa mwathirika mwenyewe au shahidi wa kitendo hiki. Kama Green Horizons Initiative wana sera yao nzuri ya kushughulikia kesi kama hii, wanaweza kuitumia. Lakini kama hawana au haina uzito wa kutosha, wanaruhusiwa kutumia sera yetu. Kama mfanyikazi wa Green Horizon Initiatives anapatikana na hatia, HBF inaweza kufuata utaratibu wake wenyewe wa kushughulikia kesi hii. Kama mshukiwa atapatikana na hatia na ni mtovu wa maadili, tuna haki ya kusimamisha ushirikiano na shirika hilo. Wakati wote wa utaratibu, tunahakikisha heshima, usiri na usalama kwa wanaohusika. Mwathirika anapata msaada unaofaa na shirika husika linaimarisha mikakati yake ili uhalifu kama huu usijirudie. Hivyo ndivyo sera yetu inahusika kuhusu kulinda watu dhidi ya dhulma za kingono na unyanyasaji wa kijinsia inavyofanya kazi.